Maana kwa taarifa ambayo Global TV ilitoa kwa mara ya kwanza ni kwamba the day anafariki ilikuwa kama kesho yake itakiwa arudi Tanzania. Mean that hali yake ilikuwa ishatengamaa, alikuwa hana tatizo lolote. Na kitu gani hasa kilitokea kubadilisha hali ya afya yake hadi kupelekea umauti wake? Kwa sababu kwanza wewe siku ambayo ndo usiku wake kesho yake anafariki, pale anapokaa na wadada wawili ni Watanzania wanaoishi India, wanamsaidia sana wale wadada. Alikuwa Naila na Muna. Ni watu ambao wamemsaidia sana kupika, kufanya kila kitu. Hapana, ni Watanzania wamekutana nchini India. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa pale karibu, wanalala wao ndo wapike, waandae kila kitu. Ni watu ambao walikuwa wanampa company. Kwa hiyo hata Karina alikuwa anajiona yuko nyumbani pamoja na mdogo. Kwa hiyo aliambia leo nataka niwapikie dina. Kwa hiyo alipika dina, alipika ndizi, wanasema nyama. Wakati anapika wanasema mmeona mmekaa mmetulia, nyewe nikifa nitalia. Yani ndio hiyo anaambia nikifa nitalia sana. Karina alikuwa anapika mwenyewe. Anapika mwenyewe. Lakini wakamwambia sasa mbona unapika umeshika tumbo? Nasikia kama tumbo linauma, lakini alikuwa anapika. Kamaliza kupika, kaenda akasema basi mimi naenda kupumzika, baadaye nitaamka kula. Na kweli anasema alienda akapumzika, baadaye akaamka, akaja akala. Ndo alivyoenda kulala usiku kwenye hiyo alfajiri saa 11 ndo akaanza kujisikia vibaya, akaanza kuchapika damu. Basi wakamuita, baadaye akasema watampeleka hospitali, akasema yeye mwenyewe akasema hapana, basi tutaenda ngoja kukuche. Kwa hiyo akalala. Walivyomuona amelala wakajua labda maumivu yamepungua, labda anapumzika, wakasema wamwache. Lakini baadaye na muda unaenda ndio kwenda kumwangalia na kama kashabadilika rangi, alafu bado kani pumzi ilikuwa inasikika kwa mbali sana, ndio wakaanza kuita gari kumpeleka hospitali kwa mujibu wao wanavyosema. Baadaye anapima ndo anaambiwa kwamba ameshafariki.